Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji unaniangalia kila mahali ulipo, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye ngome, kimbilio, msaada wetu. Ninazidi kulikuza na kulinua jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mtakatifu, Mungu wa matendo makubwa, asiweza kushindwa na lolote na yeyote na chochote. Ninazidi kuwashukuru ninyi ambao mnajitokeza kwa ajili ya kusambaza jumbe zetu. Niseme tu kwa wale ambao wanao share, ambao wanao subscribe, ambao wanao comment, ambao wanao like, amani ya Kristo Bwana wetu ipate kuwa na ninyi kila wakati na kila dakika. Na ni kwako wewe unajitokeza kwa sababu ya kuupload video hizi katika channel yako. Nasema katika Toba na Uamsho TV, lakini pia nasema kwa Promova TV ambao wanajitoa kabisa kwa ajili ya kuweza kutenda kazi hii pamoja. Basi amani na Bwana wetu Yesu, amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa na ninyi. Karibuni katika kengele ya pili, sehemu yake ya pili, kengele yetu ya pili, sehemu yake ya pili ambako tutazungumzia mengi zaidi. Lakini pia baada hii ya sehemu ya pili ndio wako tunakwenda kuanza sehemu yake ya kengele yake ya tatu, sehemu ya kwanza. Katika kengele hii ya kwanza tuliishia mahali ambako tunazungumzia mavazi. Sasa leo nataka nizungumze juu ya maji na juu ya mwanamke ambaye nilimuona aliyovikwa vazi la blue, rangi ya blue. Kwa hiyo karibuni katika kengele ya pili, sehemu yake ya pili. Nikaambiliwa nitakwambia juu ya maji ya kanisa, maji ambayo kanisa inahitaji baada ya kuona huyu mwanamke. Nikaambiliwa hivyo. Sasa nikaanza kuambiliwa pia wengi wanajisumbua sana, wengi wanajisumbua kwa kununua maji ambayo yauzwa na kuwekwa kwenye machupa ama kwenye makontena fulani dogo, halafu yanawekwa na expiry date. Ni maji ambayo yanauzishwa ndani ya makanisa, ambayo wanapoyanywa haya maji yanawajaza chuki, ugomvi na kuwaweka katika vifungu vya umilele. Maji yale ambayo unayanunua katika makanisa huko unapokwenda. Sasa nikaambiwa sauti niseme, ikaanza kuniambia kusema kwamba kwa hiyo anayeuza na anayenunua maji kwa kuzani anapata nguvu zangu, yuko nyuma na mbali na kinyume changu. Sauti inaniambia. Baada ya hapo nikaona huyu mwanamke tena amevikwa vazi nyeupe, ambalo uweupe huu ulikuwa wa viwango vikubwa, uweupe wa kweli kabisa ambao niliona. Wakati naona huyu mwanamke, nikaona kabisa huyu mwanamke ametengwa mbali na dunia. Nikazidi na kuanza kumtazama huyu mwanamke. Kwa akili ile ya kibinadamu nilianza kutofautisha huyo mwanamke ninayemuona na wanawake ambao tunawaona katika dunia. Nilianza kuangalia, je, naweza kaona kitu chochote kwa mwanamke huyu kama vile ninavyoona kwa wanawake wa leo ambao ni mapambo, mambo ya fake, ili nipate kuelewa ni nini. Lakini katika kuangalia kwangu sikuona hereni kwa masikio yake wala pua yake kutobolewa. Yaani sikuona chochote ambacho ni cha ulimwengu huu kinachohusu mapambo, sikuona hicho. Lakini wala mwili wake kuonekana uchi au kuweza kuonekana chochote cha uchi. Yaani hata mikono yake ilikuwa inafunikwa.
alikuwa na vazi linaofunika hata hii mikono yake. Namuona ni mwanamke kwa sababu sura yake, lakini pia namuona ni mwanamke kwa sababu ile maumbile ile ya kusimama kama mwanamke, lakini yuko very tofauti na wanawake ambao tunao waona. Hata mwili wake ulikuwa unafunikwa wote katika vazi nyeupe, katika vazi nyeupe. Naye nikaangalia, nikaona huyu mwanamke amebeba tabia. Kuna tabia, niliona huyu mwanamke hana tabia ya kwake yeye, bali alirisi tabia kutoka kwa mwanaume. Niliona ana tabia ya mume wake. Unapooa mke wako hapa duniani, mke wako anakuwa na tabia yake. Lakini huyu mwanamke nilimuona sasa anaolewa. Na nilimuona na nikajua anaolewa, na nikaona tabia ya huyu mwanamke ya kwamba huyu mwanamke ameolewa na tabia yake ila ana tabia ya kurisi kutoka kwa nani? Kwa mume wake. Baada ya hapo nikaona sasa mwanaume wa mavazi naye meupe. Huyu mwanaume ambaye nilimuona akiwa juu angani kwa mavazi meupe, huyu ndo akasimama, akawa anasema nami, akaniambia, huyu unayemuona ni mke wangu. Huyu unayemuona ni mke wangu. Tazama alivyo. Nikawa natazama, tazama alivyo. Hana ila wala waa yoyote ndani ya mwili wake, hana ila wala waa lolote, naye amenunuliwa kwa bei ya thamani sana. Ndivyo nilivyokuwa naambiwa. Baada ya hapo nikaona ya picha sasa inanijia, kwa sababu nilianza kuona mwanamke huyo, lakini before sikuweza kuona ama kujua huyu mwanamke ana maana gani. Nilimuona before yuko na utukufu wa mavazi meupe, wa mavazi meupe yuko na utukufu, lakini kwa wakati huu sikuweza kuelezewa kama ni nani. Wakati nilipokuja kuona na kuelezewa kama ni mke wa huyu mwanaume ambaye ana wala ila, naye amenunuliwa kwa bei ya thamani sana, kwa bei iliyo juu sana, lakini pia nikajua huyu mwanamke nishawahi kumuona kwa katika hizo kengele huko nyuma, niliwahi kumuona. Sasa nikaambiliwa hivi, huyu mwanamke huyu mwanaume akasema, nami siku ya mwisho nitampa kuketi pamoja nami, hatalia huyu mwanamke kwa taabu yoyote, hatalia kwa taabu yoyote atakapokaa siku za mwisho na mume wake. Hatalia kwa taabu yoyote, wala kuhuzunika, hata huzunika kwa taabu yoyote, bali nitamfanya kuwa nguzo katika utawala wangu. Nitamfanya kuwa nguzo katika utawala wangu. Maana mwenendo na tabia yake na matendo ya maisha yake yamekamilika mbele yangu. Mwanaume huyo sasa ananiambia juu ya mwanamke yule ambaye niliwaambia nimemuona. Sasa akaniambia hivi, akaendelea kusema, kwa hiyo watu waabudu kweli iliyoandikwa. Kweli iliyoandikwa, atakayeongeza ama atakayepunguza hataweza kuingia katika mji ule. Lakini pia na yeye anayegeuza kweli kuwa uongo hawezi ingia kamwe. Ndo niliendelea kuambiliwa, kila mtu kwa muda aliopewa. Kuna mtu alipewa muda katika kuishi hapa duniani. Labda umepewa miaka 50, miaka 30, miaka 40, miaka 100, miaka 110, muda wote ambao Bwana amekupatia kuishi hapa duniani. Niliambiwa kila mtu aliyopewa muda anaupewa muda kwa sababu ya wokovu, kutafuta wokovu, kupigania nafsi yake. Si kuishi kama vile unavyotaka, bali kujitengeneza na Mungu wako. Sawa? Nikaambiwa sasa wale ambao hawataweza kukaa katika wokovu na kuishi maisha matakatifu, wataulizwa maswali. Maisha gani uliyoyaishi hapa duniani? Umeishije? Mwenendo wako wa kuishi hapa duniani ulikuwaje? Nikaambiwa siku hiyo
hakutakuwa hali ya kujitetea. Kwa nini hakutakuwa hali ya kujitetea? Kwa sababu wenye haki watakuwa na furaha hata kama hawajaulizwa maswali, na wale waovu watakuwa na matetemeko ama na tetemeko litawapata hata kama, yani kabla ya wao kuulizwa maswali. Kwa hiyo kwa ajili ya hilo uwezi ukafanya nini? Uwezi ukajitetea. Uwezi ukajitetea. Nikaambiwa unavyoabudu leo ndivyo matokeo, ndiyo matokeo yako ya baadaye. Basi katika kengele hii ya pili ambayo tuliacha nusu kidogo, sehemu yake ya kwanza ilikuwa dakika 45 ile 44 kama sitanganyiki, na hii tunakuja kumalizia ile nusu iliyobakia. Na kwa kumalizia, huyu mwanaume ambaye Bwana Yesu Kristo akasema na mimi akaniambia hivi, maneno haya umepewa na yeye aliye mtakatifu, shahidi mwaminifu, wa kwanza na wa mwisho. Ndo anasema mtu mwenye akili katika ufahamu kufahamu kwake, naye ayatambue maneno haya. Lakini mtu mpumbavu katika hazina yake atavuna madhara. Hiyo ndiyo kengele ya pili na sehemu yake ya pili, ambayo ilikuwa fupi, lakini si fupi kivile, ina ujumbe zito ambayo inakuhimiza na kusimama kuweza kuishi kama vile Bwana anavyotaka. Tukutane sasa katika kengele ya tatu, sehemu ya kwanza na hata na sehemu yake ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.